Jina langu ni mchungaji Robert John Malia, mkuu wa jimbo la Babati. Wakati tunasherehekea kufufuka kwa Yesu, hatuwezi kusahau mateso yake, hatuwezi kusahau kifo chake. Vyote hivi vilikuwa vya mambo ambayo yalisemwa na manabii tangu mwanzo, ya kwamba huyu Yesu ambaye ametolewa duniani kuna wakati atateswa, kuna wakati atakufa na kuna wakati atafufuka. Jamii labda ya Kitanzania ama dunia nzima inapaswa kufahamu jambo hili sio jambo la mahali pamoja, ni jambo la ulimwengu mzima. Katika wakati huu, hasa huu wa kufufuka, ni wakati wa kuyaishi maisha mapya. Kama ambavyo Yesu alipofufuka alikuwa mpya, Yesu alipofufuka aliacha sanda na vile vilivyomfunga kule kaburini. Ya Yesu alipofufuka alileta ujumbe wa kutoogopa mauti, kutoogopa mateso, kwa sababu wale wanawake waliokwenda kaburini walikuwa na swali moja, kwamba lile jiwe nani atatuondolea. Lakini kadiri walivyokuwa wanaenda kwa utulivu na kadiri walivyokuwa wanaenda huku wakiwa focused na wanako kwenda, Mungu alileta majibu na wakaona jiwe limeondolewa na Yesu amefufuka. Kwa hiyo Yesu mfufuka ni tumaini la wote wanaomwamini, ni tumaini la ulimwengu mzima. Tunapaswa kuyaishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu katika jamii hii ambayo tunafahamu kuna mambo mengi ambayo yanawasha masikio, lakini Yesu mfufuka na alete matumaini mapya. Nchi yetu kwa sasa inaenda kwenye uchaguzi mkuu, ni kweli. Ni tukio kubwa, ni tukio la kitaifa, ni tukio ambalo kila mmoja anapaswa kulichukulia serious, kwa sababu tunakwenda kupata viongozi ambao wataongoza nchi hii kwa miaka 5 tena. Ujumbe wangu wa Pasaka kwa Watanzania wote ni kuiombea nchi. Ujumbe wangu wa Pasaka kwa wale watakaobahatika kuchaguliwa, wazingatie haki, amani na maendeleo ya nchi.